Nizungumze na wewe ambaye uko kwenye ndoa, na kiuhalisia ni kwamba unapitia maumivu makali sana katika ndoa yako. Unaishi maisha ya huzuni zito sana kwenye hiyo ndoa, na hata moyo wako ulishaichoka hiyo ndoa. Umeshafika wakati umeshakata tamaa, unatamani kutoka, unatamani kuondoka. Yaani huoni kama kuna haja ya kukaa kwenye hiyo ndoa. Lakini kila ukitaka kutoka, kuna mazingira fulani yanayokushikilia, yanayokuzuia usitoke. Inaweza kama ukitaka kutoka, pengine inaweza kuwa ni watoto. Ukifikiri kwamba watoto wangu wataishije? Watoto wangu watasomaje? Watapataje mahitaji? Lile jambo linakulazimu tu kwamba basi kwa sababu ya watoto acha niendelee kukaa katika hii ndoa. Kwamba hukai kwenye hiyo ndoa kwa sababu unaipenda. Hukai kwenye hiyo ndoa kwa sababu inakupa furaha. Hukai kwenye hiyo ndoa kwa sababu inakupa upendo, na unakaa kwa sababu tu ya watoto, kwa sababu ya watoto. Lakini ukweli ni kwamba una maumivu makali kwenye hiyo ndoa. Au ni kipato, kwamba nikitoka nitaishije, na nani ata facilitate mahitaji yangu. Unashindwa kutoka kwa sababu tu ya sababu fulani. Nikitoka jamii itanionaje? Nikitoka wazazi watanionaje? Nitaleta picha gani? Lakini ukweli ni kwamba unapitia maumivu makali na huzuni kali na mateso kwenye hiyo ndoa. Nataka nikutie moyo kwamba uwezekano wa kuishi kwenye hiyo ndoa kwa amani upo. Uwezekano wa kuishi kwenye hiyo ndoa kwenye upendo upo. Na uwezekano wa kuishi kwenye hiyo ndoa bila kuondoka, bila kutoka upo, ila si kwa maumivu unayopitia wala si kwa huzuni unayopitia. Unaweza kuishi kwenye hiyo ndoa kwa amani kabisa, na ukaishi kwenye hiyo ndoa vizuri, na hayo maumivu ambayo wakati mwingine yangeweza kukuletea magonjwa mengine na kukuletea shida, hata changamoto zingine za kiafya, yasiweze kufikia huko. Inawezekana kabisa ukaishi kwenye ndoa yako kwa amani, na hata neno la Mungu linatuthibitishia hivyo. Ukisoma kwenye ile kitabu cha Zaburi sura ya 147 ule mstari wake wa 3, Biblia inasema ya kwamba huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Neno la Mungu ni amina na kweli. Unavyoona anasema kweli, huwaponya waliovunjika moyo na kuziganga jeraha zao. Inawezekana na wewe ukaishi kwenye ndoa ambayo sio ya hayo mateso, sio ya hayo maumivu unayopitia. Kabisa inawezekana. Tukutane kwenye somo langu, kwenye darasa langu la kufundisha ndoa, kwenye jukwaa linalojulikana kwa jina la Ndoa ya Mungu. Nitakusaidia nini ufanye ili uishi kwenye hiyo ndoa kwa amani. Mungu wa mbinguni akubariki sana.